Viongozi wa dini ya Kiislamu kaunti ya Mombasa chini ya mwavuli wa Pwani Patriotic Religious Leaders wamelaani vikali kuchipuka kwa vurugu za kisiasa nchini, wakitoa wito kwa wanasiasa kukumbatia kampeni za amani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao wa 2027. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Sheikh Abdul Katada, wamekashifu machafuko yaliyoshuhudiwa katika mikutano ya kisiasa, huku kiongozi wa vijana na jamii wakiongozwa na Zuhair Abed Salim na Abu Muhsin wakiwasihi wanasiasa kukomesha matamshi ya uchochezi na vitisho vinavyohatarisha umoja na utangamano wa kitaifa. Hatungependa taifa letu liwe ni lenye kuelekea sehemu ambayo kwamba itachangia kudhoofika amani ama kupoteza amani ambayo kwamba tuko nayo leo hii. Wanasiasa wetu na viongozi wetu wakiwa katika hadhara ya watu wawe makini. Tunakemea kwa vikali kitendo ambacho kwamba tulikishuhudia kilitokea siku za hivi karibuni sehemu za Likoni. Wafuasi wa wanasiasa wawili wakizozana hadharani na kutoa silaha, kutoa pisto na kupiga angani, na hii tunahimiza serikali iingilie kati kwa jambo kama hili. Hatujaingia katika joto hasa la kisiasa la mwaka ujao, na hali ni kama hii. Tunaonyesha picha gani katika jamii? Na pia tumeshuhudia mauaji ambayo kwamba yalitokea kwa semina ama kwenye hadhara alokuwepo PS Fikirini, mpaka kijana kupoteza maisha kwa jambo ambalo kwamba mzazi angetarajia. Mtoto ametoka salama ndani ya nyumba, na mzazi wa kijana kama huyu bila shaka alikuwa ana ndoto na mtoto wake. Ghafla anapokea simu, mtoto wako amepigwa risasi, kwa hali ambayo kwamba inasikitisha. Tunakemea jambo kama hili. Viongozi wetu, wanasiasa wetu, sisi ndio yafaa tuwe wenye kudumisha amani. Tuwahusia wanasiasa wajaribu kuchunga ndimi zao, wasipoteze hii amani. Ni baraka Mungu ametupatia, na tukipoteza amani tutaletewa shida kubwa ya hofu na njaa. Kwa hivyo twaomba wanasiasa wajaribu kutumia ndimi zao, wawache kutumia nguvu katika majukwaa kuonyeshana ubabe. Hii ni uongozi, na uongozi unatoka kwa Mungu. Tuombeni Mungu atupatie amani, atupatie baraka nyingi katika nchi yetu. Siasa si chuki, na utomvu wa nidhamu utaleta maafa. Tujaribuni kuweka amani kama inavyodumu, kama ilivyokuwa na kama inavyoendelea.